Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Stephen Wasira, wataka wanachama wa chama hicho kutembea kifua mbele bila shaka yoyote. Na baadhi ya waandishi wa habari za michezo wamekuwa na maoni tofauti kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga utakaochezwa leo jioni jijini Dar es Salaam. Ni Septemba 16, mtazamaji, karibu sana katika asubuhi njema, na hii ni habari ya asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Stephen Wasira, amewataka wanachama wa chama hicho kutembea kifua mbele bila shaka yoyote ile, akisisitiza kuwa nguvu ya chama cha CCM inatokana na misingi imara ya uongozi wake unaoheshimiwa barani Afrika na si chama cha kutumia fedha kwa tamaa ya madaraka. Akizungumza na wanachama wa CCM katika ziara yake ya kikazi mkoani Njombe inayoendana na maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025, Mheshimiwa Wasira amesema CCM itaendelea kuaminiwa na wananchi kutokana na utekelezaji wa ilani zake kila baada ya miaka mitano. Kwa lazima kwenda ukifua mbele kwamba sisi tunawakilisha historia. Sisi si wachumia tumbo wanaotaka kutawala kwa sababu kuna pesa. Kwa hiyo nataka mjue kwanza hilo. Lakini vyama vile vimetuachia kazi ngapi? Kazi ngapi? Za kudumu, ambayo tukiziacha tunaharibikiwa. Kazi ya kwanza ni kujenga umoja wa taifa na kuondoa ubaguzi wa kila aina. Ndio maana sisi tunaishi pamoja hapa bila kubaguana. Aidha, Wasira ameongeza kuwa ndani ya kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia ilani ya CCM umefanyika kikamilifu na kuleta matokeo chanya kwa wananchi wa mkoa wa Njombe. Tumeona mafanikio katika miradi mikubwa, lakini katika mkoa wa Njombe, kwenye shule za msingi, Dr. Samia na serikali yake amejenga shule mpya 62. Amejenga madarasa 432. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Njombe Deo Sanga amesema chama hicho kimejipanga ipasavyo kuhakikisha kinapata ushindi wa kura za kishindo, ikiwemo kuimarisha umoja na mshikamano wa wanachama wake ili kusaka kura kwa wingi. Kwa hiyo niwaombe, tukitoka hapa tusizungumzie habari ya chaguzi, zile zimeshapita, tuzungumzie kutafuta kura za CCM. Sisi wote ni watoto wa baba moja, mama moja. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema serikali ya Tanzania inachukua hatua za haraka kudhibiti matumizi ya maji yasiyo salama katika bonde la mto Mara ili kulinda mto huo, huku wananchi wakionywa kuacha kujihusisha na shughuli zinazohatarisha uwepo wa mto Mara. Ni hitimisho maadhimisho ya 14 ya siku ya Mara Day 2025 ambayo yanahitimishwa hapa wilayani Butiama mkoani Mara. Maadhimisho haya yanatekeleza lengo namba 6 la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ushirikiano katika uhifadhi wa maji shirikishi. Upandaji miti ni shughuli zilizofanyika kando ya mto huu ili kuhakikisha unabaki salama. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akihitimisha maadhimisho haya amesema serikali ya Tanzania inachukua hatua za haraka kudhibiti uharibifu na uchafuzi wa mto Mara pamoja na kudhibiti shughuli za kibinadamu. Kutojihusisha na shughuli zinazohatarisha uendelevu wa mto Mara ili kulinda bioanuai yake. Mmepata elimu juu ya teknolojia ambazo ni rafiki kwa uhifadhi wa vyanzo vya maji na uhifadhi wa misitu kwa ujumla. Akatoa rai kwa nchi ya Tanzania na Kenya kutekeleza hati ya makubaliano kuhusu usimamizi na uendelezaji wa mto Mara pamoja na kukamilisha mpango wa pamoja wa matumizi ya maji ya mto huo. Niziombe pande zote husika kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya kuhusu usimamizi na uendelezaji wa bonde la mto Mara. Hatua kama upandaji wa miti, maeneo ya vyanzo vya maji, uboreshaji wa sheria za mazingira na kupambana na uharibifu wa mazingira zimekuwa mfano wa kuigwa. Tuyatunze mazingira yetu, tuyatunze wanyama wetu, kilimo chetu na pia sekta yetu ya tourism iinuke katika East Africa Community pamoja. Shughuli za upandaji miti na ulinzi wa mto huu
moja ya mambo ambayo wadau wanayapa kipaumbele ikiwemo KCB pamoja na UNDP Tanzania. Kwa siku ambazo tumekuwa hapa tumeweza kupanda miti 11,000 na tunawashukuru sana wadau wetu wakubwa TFS, yani wakala wa misitu Tanzania, ambao waliweza kutusaidia na kutuwezesha kupata hiyo miti. Kutoka hapa Wilani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amezitaka halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha wanaandaa na kuonesha mipango ya miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hizo. Chalamila ametoa maagizo hayo wakati alipokutana na watumishi wote wa halmashauri ya manispaa hiyo, lakini pia akapata taarifa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo inayokwenda kutekelezwa, miradi ambayo itagharimu kiasi cha shilingi bilioni 70. Tukifanya mambo ya hovyo, watu wanamtukana Mheshimiwa Rais. Kwa nini wanamtukana Mheshimiwa Rais? Wanaamini ndiye aliyetuweka. Si kama mnaelewa mpaka hapo ndugu zangu. Kuna hata mkuu wa shule anaweza kuwepo kwa sababu mimi sijawekwa na Mheshimiwa Rais. Lakini kumbuka, waziri wa elimu ameteuliwa na Rais. Katibu mkuu wa elimu ameteuliwa na Rais. Wakurugenzi wote wale wameteuliwa na makatibu wakuu. Halafu maafisa elimu wote wa mikoa, maafisa elimu wa wilaya waliokuja kakuona na wewe unafaa kuwa mkuu wa shule. Ni mnyororo, is the same chain. Baraza la madiwani lililopita pamoja na kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi cha wilaya tuliazimia kuanzia leo mpaka hapo mwisho wa dunia hakutakuwa tena na shule ya sekondari au ya primary ambaye itakayokuwa sio ghorofa kwa Temeke. Tumekubaliana kwenye ile 10% tunayepeleka kwenye ujenzi wa barabara TARURA. Sasa sisi Temeke hatutahitaji changarawe, kila mwaka tutataka ziwe barabara za lami. Aidha, Chalamila akawakumbusha watumishi hao katika kusimamia na kujibu maswali au hoja za wananchi katika miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika manispaa hiyo. Wajibu wetu sisi watumishi wa umma sio wa kumpigia kampeni mgombea wa chama chochote. Lakini wajibu wetu watumishi wa umma ni wa kujibu maswali pale ambapo wananchi wanaweza kuwa hawajaelewa kuhusu jambo fulani. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Waajiri na watumishi nchini wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kushughulikia changamoto mbalimbali zilizokuwa zikiwakabili, ikiwemo kero ya wafanyakazi wanawake wanaojifungua watoto njiti ambao awali walihatarisha kupoteza ajira zao. Wakizungumza katika semina ya waajiri na viongozi wa matawi ya Chama cha Wafanyakazi wa Serikali na Afya Tanzania TUGHE kwa mwaka 2025 iliyofanyika jijini Arusha, washiriki wamesema kupitishwa kwa sheria inayomruhusu mfanyakazi kuanza likizo mara tu anapojifungua ni hatua muhimu inayolinda hadhi na haki za wanawake kazini. Kubwa zaidi ni hili la kuongeza likizo ya uzazi kwa wafanyakazi wanaojifungua watoto ambao hawajatimia alimaarufu njiti. Sisi tunashukuru sana kina mama wale wameongezewa siku wanapokuwa wamejifungua, lakini hizi zote ni jitihada za serikali yetu inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Yote haya yanahitaji kiongozi mwenye maono kwa watumishi wake, wafanyakazi wake. Lakini ukienda kwenye sekta hiyo hiyo ya afya, masuala ya miundombinu ya kufanyia kazi, zamani masuala ya mashine zile za kuweza kufanya madani kutumika katika masuala ya tiba ilikuwa unaisikia Muhimbili na sana sana pengine Muhimbili na sana sana kwenye sekta binafsi. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, Zuhura Yunus, amewataka waajiri kote nchini kuhakikisha mabaraza ya wafanyakazi yanaitishwa kwa mujibu wa sheria ili mashauriano hayo yachangie kuongeza ufanisi na tija katika sekta ya ajira. Watumishi pamoja na waajiri wakielewa vyema taratibu, miongozo, sheria na kanuni zinazosimamia utumishi wa umma na masuala ya ajira na mahusiano kazini kwa ujumla wake, haitakuwa rahisi wao kuzikiuka. Mara nyingi watumishi na waajiri wanatenda makosa kwa kutotambua kuwa wanakosea. Nyongeza ya mwisho ambapo kwa kweli haikuwa tamu sana kama ilivyo hii sasa hivi. Hii kwa kweli imenoga na tunaifeel.
lakini pia kupandishwa kwa madaraja na kulipa madeni mbalimbali kwa watumishi wa umma. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Siku chache baada ya mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori nchini TAWA kufanikiwa kumkamata simba jike baada ya mfululizo wa matukio ya kuua zaidi ya mifugo 20 katika wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma, mamlaka hiyo imesema kuwa simba huyo alikamatwa akiwa hai na sio kuuawa kama ambavyo baadhi ya watu wanatafsiri picha zinazosambaa mtandaoni. Akizungumza na Channel 10, afisa mhifadhi msaidizi Donald Shija amesema walitumia njia za kitaalamu kumuondoa simba huyo akiwa hai kwa kushirikiana na madaktari wa wanyama. Yule simba baada ya kuwa ameleta changamoto kule kwenye kijiji cha Chemchem, yule tulitumia njia za kitaalamu. Tuliita madaktari wa wanyamapori, kuna kitu kinaitwa DAT. Kwa hiyo pale alivyokuwa ameonekana amelala ni kwamba alikuwa amesinzia, kwa sababu yule ni mnyama hatari. Huwezi kumbeba akiwa macho. Kwa hiyo tulitumia njia za kitaalamu, akawa amesinzia, tukambeba kwenye keji na tukamweka kwenye keji na kumsafirisha kwenda eneo lingine la tofauti ambalo hawezi kuleta madhara tena kama aliyokuwa anayasababisha mwanzoni. Katika hatua nyingine, wananchi wameshauriwa kuwa na mipango ya matumizi bora ya ardhi yanayodhibiti mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Kuwa na mipango ya matumizi bora ya ardhi katika maeneo yao. Kwa maana kila kijiji kinatakiwa kiwe na mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao utaelekeza shughuli gani ifanyike eneo gani. Kwa mfano, eneo la makazi liwe eneo gani, eneo la malisho, eneo la kilimo, yote vionekane wazi ambapo visiwe jirani na maeneo yaliyohifadhiwa au mapito ya wanyamapori. Simba huyo alinaswa majira ya saa 4 usiku Septemba 6, 2025 katika kijiji cha Chemchemi wilayani Kondoa kufuatia msako mkali uliodumu kwa siku 3. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Ujenzi wa barabara ya Karatu Mbulu Haydom kuelekea thibiti kwa kiwango cha lami imetajwa na Chama cha Mapinduzi kuwa ni kipaumbele kikubwa zaidi kuwasilishwa bungeni na mgombea ubunge wa jimbo la Mbulu mjini Zakaria Isai iwapo wananchi watamchagua kutokana na umuhimu wake kiuchumi. Kipaumbele hicho kimetajwa na mgombea ubunge wa Mbulu mjini Zakaria Isai wakati uzinduzi wa kampeni za Chama cha Mapinduzi ngazi ya jimbo hilo, na kwamba barabara hiyo itakuwa mkombozi mkubwa wa wananchi kiuchumi na kurahisisha mawasiliano mengine muhimu miongoni mwa wananchi wa Karatu mkoa wa Arusha na wilaya Mbulu mkoa wa Manyara. Anakwenda kujenga barabara hii ya lami kwa sababu imebaki kilomita 30 hapo katikati. Huku tayari tuna 25, kule Haydom tuna 25. Anamalizia hizo 30 za hapo Laba na Basha, na hii ya kilomita 22 kwenda Kilimapunda. Hata leo barabara yenu hii inayotoka Karatu kuja Mbulu kwenda Haydom kuelekea Singida huko ilikuwa miongoni mwa miradi iliyokuwa chini ya APC Plus Finance. Fedha hizo zilipochelewa, Dr. Samia Suluhu Hassan amewatengea fedha. Na kwa Msimanjiro barabara inayotoka Arusha kwenda Elkesmet, kwenda Kiteto, kwenda Kongwa ni miongoni mwa barabara hizo. Tunakwenda kutiki wabunge wote wa jimbo hili la wabunge wote wa majimbo haya mawili, Zakaria na Emmanuel. Ushindi wake ni wa kishindo. Niko hapa kuomba kura 3. Kwanza za Daktari Samia Suluhu Hassan, za wabunge wetu kwenye majimbo haya mawili, lakini pia kwa madiwani wetu katika kata zetu zote. Kutoka wilayani Mbulu mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Mgombea ubunge wa jimbo la Mkinga mkoani Tanga, Twaha Mwakioja, amewaahidi wananchi wa wilaya hiyo kuwa endapo watamchagua atahakikisha manufaa yanapatikana kwenye sekta ya elimu, miundombinu ya barabara pamoja na ajira kwa vijana. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kampeni zilizofanyika katika kata ya Mapatano, Mwakioja amesema kwa kuwa anazifahamu vyema changamoto zinazowakabili wananchi wa eneo hilo na wilaya kwa ujumla, endapo atamchagua atazitatua hatua kwa hatua. Jengo ni kitu kimoja, elimu bora ni kitu cha pili. Mimi kama mbunge kijana mbunifu na kwenda kuhakikisha Mkinga inaenda kuwa na elimu bora itakayo kuweza kujenga vijana wetu bora ili waweze kushindana katika soko la ajira za kuajiriwa na soko la ajira za kuajiriwa. CCM oyee! Vijiji vinne ni kijiji kimoja tu ambacho hakina zahanati. Katika vijiji vinne ni vitongoji vinne tu ambavyo havina umeme, ndio mpaka magunzo yameshawekwa. Maana hiyo sasa
hata mapatano, tuwe wa kwanza kujaza kura kwa Mama Samia. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni hizo ni mjumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Tanga, Omar Ayubu, ambaye akaeleza mikakati ya Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo hilo, huku akisisitiza wananchi kuendelea kukiamini katika miaka mingine mitano inayokuja. Lakini Dr. Samia ambaye tuna uhakika atashinda kiti cha urais, ametuletea wasaidizi wake, anawaomba watu wa Mkinga muamini na muwachague. Ujenzi wa barabara yetu bora kabisa kutoka Old Kogwe mpaka katika wilaya yenu ya Mkinga kupitia Maramba inayokwenda mpaka Tanga mjini ambapo itapitia Mabukweni. Ujenzi huu unahitaji hawa wawakilishi wenu wakamkumbushe Daktari Samia Suluhu Hassan na sio mtu mwingine. Tuna kila sababu ya kuhakikisha tarehe 29 tunatoka, na usitoke peke yako. Mpitie jirani yako, mpitie ndugu yako, mpitie mtu wako mwingine wa karibu, usiende peke yako. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel. Mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa baadhi ya waandishi wa habari za michezo jijini Dar es Salaam wamefanya tofauti kuelekea mchezo wa ngao ya jamii utakaochezwa leo saa 11 jioni kati ya Simba na Yanga, huku kila mmoja akiamini kwamba mchezo huo utakuwa ni wenye ushindani na burudani aina yake. Kwa usajili uliofanyika, tutegemea mechi nzuri ya kuvutia kwa sababu kila mmoja anataka kuonyesha kitu kikubwa. Yanga watakuwa hawana deni sana kwa mashabiki wao kwa sababu wao tayari wana kitu tayari. Simba wanatakiwa wana kitu cha kujibu kwamba baada ya usajili tuliofanya labda kuna mapinduzi yatafanyika katika mashindano haya au mechi hii, sababu hii ni mechi moja tu ambayo inaamua mshindi nani. Simba haitakuwa rahisi sana kukubali kupoteza mara ya 6 mfululizo dhidi ya Yanga. Hii ni pressure kubwa sana kwa Simba ambayo wanahitaji sana matokeo. Lakini Yanga nao watataka ku maintain record yao. Pressure itakuwa kwa kocha wao kwa sababu ni kocha ambaye anacheza debe ya kwanza, Robin Falls. Lakini mwenzake Faldo anajua pressure ya mechi namna hii, lakini bahati mbaya ni kwamba ameshapoteza mechi zote 2 zilizopita. Mchezo ambao utakwenda kutoa tathmini kwa kiasi gani ligi inakwenda kuwa nzuri au ligi inakwenda kuwa ya namna gani, kwa sababu tunaona waamuzi wamepata mafunzo mengi na wanakwenda kuapply kile ambacho wamejifunza kupitia mchezo huo. Lakini pia ukiangalia kwa timu zote mbili, Simba na Yanga, zimesajili. Kwa hivyo kila mmoja pale anataka kwenda kuonyesha ubora wake, lakini pia ndio mwanzo wa msimu wa ligi kuu. Simba atakuwa anakuja kwa ajili ya kufuta uteja wake dhidi ya Young Africans, lakini Yanga atakuja pia kuwaaminisha watu kwamba yeye ana timu bora na anaweza kuendelea kupata matokeo mbele ya Simba. Kwa hivyo tutarajie mchezo wenye ushindani mkubwa. Mtazamaji, taarifa hiyo inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.